أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. Wapenzi waumini Waislamu, tukiwa tuko kwenye mwezi mtukufu wa Shaaban ambao kwa unwani ni mwezi wa Bwana Mtume, shahru rasul. Shahru Rajab ni shahrullah wa Shaaban shahru rasul wa Ramadhan shahru ummati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika mwezi wa Shaaban, katika khususia yake ni kuwa kumepatikana mazazi ya wale miongoni mwa viumbe bora zaidi katika viumbe vya Mwenyezi Mungu mtukufu jalla jalaluhu, ambaye ni al-Imam Mahdi al-Muntadhar Muhammad ibn Hassan al-Askari. Tarehe 15 ya Shaaban anazaliwa kiumbe bora katika nyumba ya Bwana Mtume, bali ni imamu wa 12 katika msururu wa maimamu wa nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sitaki kuzungumza, manake al-Imam Mahdi ni mpana na ana kina kirefu na ana pande nyingi katika kumzungumza kwake. Masala akuwa amezaliwa au hajazaliwa, nafikiri masala yamepitwa na wakati, nataka kuyazungumza leo. Ulimwengu uko wazi sana, ziko masadiri mbalimbali za ahli sunna wal jamaa zikithibitisha kwamba al-Imam Mahdi amezaliwa. Imebakia ni umaarufu tu kwamba Shia wanasema Imam Mahdi amezaliwa na Sunni wanasema Imam Mahdi hajazaliwa, atazaliwa. Imekuwa ni jambo limeenea tu, lakini ukienda utafiti kiilmu utakuta hata maulamaa kadha wa kadha wa kiahli sunna wamethibitisha kwamba al-Imam Hassan al-Askari amezaa kijana akiitwa Muhammad na alipotea katika umri wa miaka 5. Haya yamethibitishwa katika vitabu vya ahli sunna wal jamaa. Taingia ghaiba ile tunaoitakidi sisi sasa kwenye pango mepaa juu, haya tena ni masala mengine, hizo ni tafsira, lakini bilumum ni kwamba amezaliwa, na hii ndio maakuli zaidi, kwamba mtu muhimu kama huyu ambaye amebashiriwa na Bwana Mtume kwa saraha, sitakwenda kwenye Qur'an, kwamba atadhihiri na ataleta uadilifu na usawa katika ardhi,
yamlau ardhan qistan wa adla, si maskhara. Kuleta uadilifu katika ardhi na usawa si jambo rahisi. Sasa kiumbe huyu anataka kuja kusimamisha uadilifu na usawa, si kwa jamii maalum bwana, si jamii ya Bani Israili. Naweza kusema Nabii Suleiman, Nabii Daud walisimamisha ufalme haswa, lakini kwa jamii ya Kibani Israili mambo makubwa. Kwa mzungumzi Imam Mahdi anataka kuleta uadilifu katika ulimwengu, si ulimwengu ule wa idadi ya kuhesabu watu 200 milioni 2. Tunazungumzia idadi ya watu, mabilioni ya watu. Wataalamu watatuambia, sijafanyia utafiti sana na Abdallah pale, waweza kutuambia ulimwengu leo una watu bilioni ngapi? Na bilioni 7. Watu bilioni 7, sio milioni 7. Huyu waja kusimamisha uadilifu na usawa, na si watu kuwa wamekaa wanamngoja. Bana, kuna mifumo hatari iliyotawala ulimwengu huu, mifumo ya kibepari, mifumo ya watu hawamtaki Mungu, mifumo ya watu ambao watakalo liwe hata kama ni kwa nguvu. Si ulimwengu tu umekaa unamngojea yeye aje na mfumo wake na apeleke mambo wepesi namna hii. La, iwaje katika hali ngumu. Mtume anasema baada ya ulimwengu ukiwa umejaa ufisadi na dhulma, huyo hapa. Kwa si mtu wa kawaida, si suala la kuwa tena bwana mtume atakuwa amemweleza juu namna hii. Hakuna tafsilat, hakuna maelezo. Ni mtu ambaye ndio matumaini ya ulimwengu. Manake ukisoma historia ya mwanadamu mpaka leo hakuna uadilifu bwana na usawa kabisa, kuanzia Adam abul bashar, Habil na Qabil. Unaona ufisadi ulianzia hapo. Sikwambii baada ya fatra namna hii zikapatikana kaumu mbalimbali zikifanya ufisadi mbalimbali, jeuri, dhulma. Huyo anakuja kusimamisha uadilifu. Kwa ulimwengu umejaa dhulma za kisawasawa, mifumo ya kutisha kabisa, mifumo ya kutawala fikra na nyoyo za watu, mifumo ya kidemokrasia, mifumo ya kisekula, mifumo ya komunism. Neno limenitoka hivi, ukomunisti, mifumo ya kikomunisti na mifumo mbalimbali na milal, tamaduni mbalimbali zinazoendesha mwanadamu, na watu wanatembea namna hii. Huyu mtu anakuja kuwekeza uadilifu na usawa wa nani? Wa Mwenyezi Mungu mtukufu jalla jalaluhu. Kwa si masala ya bwana mtume kwa amemzungumza rahisi namna hii, juu namna hii, kawa hajulikani kama ni kuzaliwa atazaliwa na nani, wakati gani, nani atamlea. Na hapa ndio wengi tumeshindwa ni kufahamu kwamba
awe nabii au imam, katika kutekeleza alilotumilizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatotoka katika mifumo ya ulimwengu inavyokwenda. Kanuni za kilimwengu Mwenyezi Mungu alivyouunda, hawezi toka huko, ila nadira, ila panapotokea dharura, unamkuta mtume anatumia nguvu ya ziada, anatumia miujiza. Si masara Imam Mahdi akija, atakuja basi awasomee Ayatul Kursi ama ayatu ya suratu Yasin, wapigwe na usingizi, walale, atawale ulimwengu. Si namna hiyo. Atakuja akiwa atatambaa na kanuni za kilimwengu zilivyo, hatotoka nje ya mwenendo wa Mwenyezi Mungu aliyoumba ulimwengu huu. Kwa hiyo atakuja katika hali akiwa kwenye maandalizi rasmi, katika mazingira yanayofaa, yanayostahiki yeye kudhihiri. Kudhihiri kwa Imam Mahdi ni jambo zito sana. Ukumbuke udhihiri kwake kuna umuhimu wa ile ulimwengu utakwenda katika kulemea katika ufisadi na dhulma, na hakuna suluhu. Kwa hiyo ni nguzo muhimu sana. Kudhihiri kwake ni jambo la msingi kabisa, na ndio utaona fikra ya kudhihiri mwokozi, mkombozi, munji wa ulimwengu ni fikra ambayo ni shamil, ni universal, si Mashia tu au Waislamu peke yao tu. Ukija kwa Mayahudi, wanao fikra hiyo kwamba yuko mtu mkombozi wanayemsubiri, hata kama twaikhtilafiana na wao. Kadhalika Wakristo, Mayahudi wanamsubiri Uzair. Atakuja Uzair aukomboe ulimwengu na uende kulingana na wanavyofikiria wao. Kadhalika Wakristo wanafikra Nabii Isa atarudi na ukomboe ulimwengu uende kulingana na wanavyofikiria wao. Wahakadha Budha na Mabaniani, fikra hii imejaa kwamba lazima kuweko na mkombozi. Kwa si fikra ya Mashia peke yake, ni universal, fikra ya kila ambaye anahisi kwamba ulimwengu wahitaji mtu aliye na ukamilifu aina yake katika kuutetea na kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni jambo fitri, ni jambo la kifitra, la kimaumbile, kwa utakuwa wasubiri wewe mwokozi na mkombozi wako. Kama suala la uwepo wa Mwenyezi Mungu ni jambo la fitra. Ukuta yule anaabudu mti, yule jua, yule anaabudu kadhaa wa hakadha. Alhasil, suala anakuwa yupo aliyenilemea au mwenye nguvu kuliko mimi, ni kitu fitra, kitu maumbile. Sasa ni yupi hapa? Ni kwenye suala hapa, ni Mungu yupi? Ni jua, ni mti, ni pango, ni kaburi? Hapa ni kwenye hakuangaliwa, lakini suala zima la uwepo wa Mwenyezi Mungu lipo, halipingiki. Kadhalika suala la Imam Mahdi,
Bahati mbaya wapata baadhi ya Waislamu anasimama anapinga kabisa kadhia hii. Sasa washindwa, huyu ukasoma wapi? Au Uislamu gani anaozungumza? Anazungumza kwa manhaji gani mpaka unapinga suala la Mahdi? Wewe mweleze yule wako unayemwamini wewe, hajazaliwa, ahlan wa sahlan, msubiri. Lakini usimame mzima pinga kadhia nzima ya Mahdi kama ambayo jambo halipo, geni, bid'a kabisa. Kwa sababu swala hili limedhihiri zaidi kwa Mashia. Khalas, kajazwa kifua kwamba Mashia ni tatizo. Siku moja hivi karibuni nimesafiri na katika maustadhi naofahamu, lakini mpinzani wa Mashia Wahabi, kaa hapa dereva pia. Sasa polepole kwa tuzungumza mpaka akalipuka. Ilionidhihirikia mimi kumbe anazungumza na mimi, lakini anaungulika katika nafsi yake kwamba kakaa na kafiri, kakaa na Shia. Sasa kuweza kutahammali majibu yangu na ufahamu wangu wa dini, sasa kaona sasa alipuke. Ndio taratibu tunaumia kabisa. Sheikh, tatizo liko wapi? Shia ana tatizo gani? Na hili ndio linatupa picha ya nini. Tumealika madrasa hapa, napenda kuzungumza ili watu wazione hizi hafla zetu. Tumealika madrasa hapa, hawakuja tena, last minute ndio wanatoa kama ni udhuru kwamba hatuji. Nini? Msishirikiane na Mashia. Liko wapi tatizo na Mashia? Kwa hiyo usije ukasimama kwa wapinga masala ya Al-Imam Mahdi kwa msingi Mashia. Fatwa zimetoka nyingi mpaka za maulama wakubwa wakubwa Wahabi, akina Ibn Baz, kwamba mwenye kupinga fikra ya Mahdi huyo si Muislamu, katoka kwenye mila, katoka kwenye mila. Swala la msingi kabisa. Al-Imam Mahdi kudhihiri, atadhihiri imma kwa kuzaliwa kama hajazaliwa, au yuko hai, yuko kwenye ghaiba al-kubra kama tunavyoitakidi sisi Mashia. Lakini la msingi, nikimalizia maneno yangu katika kumsubiri kwake, ile intidhar, wahitaji maandalizi rasmi, kama ilivyo kila jambo la dini. Kwa kuwa jambo mashruu, ni jambo la kisheria, kumsubiri Imam Mahdi ni ibada, not for granted man. Si kujikalia ukaona waje ukombozi ukawa waweza kufanya unayotaka, wavuruga tu ulimwengu wa hakadha, ukawa wawasaidia hata wale maadui katika nini, upige Uislamu, fikra ya Mahdi, fikra ya ukombozi, fikra ya uokozi na uadilifu na usawa. Kwa humo wewe njina tu Uislamu, Shia wa hakadha. Suala la intidhar al-Mahdi lahitaji nini? Maandalizi rasmi. Ni jambo la kiibada, kama ambavyo kila ibada ina maandalizi yake na ina maelekezo yake, kadhalika suala la intidhar. Nitanukuu baadhi ya nukat ambazo kulingana na wakati nitakwenda kiunwani tu, kwamba zahitaji hizi mwanadamu au Muislamu na Shia bil khusus awe atatembea nazo hizi katika kumsubiri Imam Mahdi. Wewe jiulize tu, kwa sababu Imam Mahdi kiitikadi yuko hai. Leo faradhia huyu tunamzungumza Imam Mahdi ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwamba wewe ni sahaba mathalan, tukulia hivyo,
sahaba wakati ule, mmoja katika masahaba ni Ammar bin Yasir, ni Bilali, huko zama hizi uko hai, lakini wewe waishi mathalan Yemen na Oman au pembe yote ya dunia, lakini mtume yuko hai na wewe ni Muislamu, wewe ni sahaba, ungejaribu kujiweka katika sura gani katika kumwakilisha bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ulikuwa watarajiwa uweje? Kadhalika Imam Mahdi, sababu ni mwakilishi rasmi wa mbingu, mwasilishi rasmi wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ardhi. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Na ukirudi katika tafsiri za maulama mbalimbali kwamba khalifa hapa ni al-insanu kamil, ni mwanadamu aliyekamili, ambao ni namadhij, ni qudwa, ni uswa kwa kila albashar, na viumbe vyote vinatukua kutoka kwake. Si masala ya juujuu kwamba fulani kapita au nini, si masala ya demokrasia au khalifa, masala ya Mwenyezi Mungu yaliyobeba ulimwengu unapotembea. Masala yako deep sana kiasi Al-Imam Alusi katika tafsiri yake Ruhul Maan, katika kueleza masala haya, mwisho anasema wal maqamu dhiqun wal munkiruna kathirun. Masala yenyewe ni mazito kiasi ambacho wengi ni wenye kukanusha, hawezi kubeba, hawezi kutahammali masala haya. Kwa Al-Imam Mahdi anadhihiri na anahitaji maandalizi, anahitaji mapokezi. Vipi? Nitanukuu mambo muhimu haraka haraka, nikichunga wakati naona umenisonga. La kwanza katika kujiandaa katika kumsubiri Al-Imam Mahdi ni maandalizi ya kirohi. Si masala wewe umevama na ulimwengu na mafisadi mbalimbali, kisha ukija kwenye hafalati kama hizi au na Sheikh fulani wampenda azungumza Imam Mahdi, uka very emotional wewe, na wakati huo wewe swala huswali na mambo ya munkarat, mambo ya maasi yamekuvamia, ulimwengu umekuvaa. Hapana, wewe utakuja umpata Imam Mahdi, hakufai kabisa. Masala ya kiroho ni ujikurubishe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja katika maandalizi ya kumsubiri Al-Imam Mahdi ni kujijenga kimungu, kiroho, ibada uongeze bwana. Ya pili ni maandalizi ya kifikra. Lazima utembee na kuwa yuaja mkombozi, na huku ukimwombea faraj, makhraj ya haraka, dhuhuri ya haraka, kama ambavyo alhamdulillah mashia tajaribu katika kutoa salamu na ziara kwa maimamu wetu, ajjala Allah farajahu sharif. Mwenyezi Mungu harakishi, tunatembea na fikra hiyo ya kuwa yuaja mkombozi. Usije ukavamiwa tu, watu wazungumza amekuja mkombozi, waanza maswali mengi sana, kama ambavyo baadhi ya Waislamu huja wakavamiwa na Ramadhani. Kuna Waislamu hivi sasa kuwauliza huu mwezi gani, hawezi kukwambia. Nilipokuwa Yemen kisoma kule, nilikuwa na bwana mmoja tukizungumza, bwana mwezi 29 Shaaban, tukazungumza kuwa leo mwezi utaandama ama vipi, hana habari kama kesho Ramadhani. Anavamiwa na mwezi wa Ramadhani, si mwezi wa kawaida, wahitaji vile vile maandalizi haya tunayozungumza hapa.
wa hakadha. Ni unatembea na fikra ya Imam Mahdi, na kwamba ahitaji kupokewa, ahitaji kuombewa, na namna hii mnafikia katika kujikurubisha na Mwenyezi Mungu pamoja na yeye katika kuyatekeleza yale ambayo anakuja kuyatekeleza. Tatu ni kujiandaa kisuluki bwana, kitarbia, akhlaq, wa ma adraka ma akhlaq, tabia njema, mwenendo mzuri. Tabia za ovyo ovyo Imam Mahdi hawezi kuja kukubali. Wewe ni matatizo bwana, wewe utampa ugumu katika kupambana na kuleta mabadiliko. Naenda haraka haraka. Ya nne ni maandalizi ya kiujumbe na jihadi, al-i'dad ar-risali wal jihadi. Na hapa ndipo Uislamu tumefeli sana, hata sisi Mashia. Zaidi ya hizi hafla kuna kitu, ujumbe uko wapi? Nani akitizama Mashia anapata ujumbe hawa wanamsubiri kiongozi wao? Nani? Ila nani? Taifa la Iran, Mwenyezi Mungu alihifadhi, na atamshinda adui. Iwe wataanza vita au wasimuanze vita. Maana mimi katika wale nataka aanze vita, akione cha mchama huyu, aone nguvu ya Mwenyezi Mungu iko wapi, nguvu ya Imam Mahdi iko wapi. Kuna wale wanaosema Amerika atampiga Mwirani, apige wana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Iran ni fakhri kwa umma wa Kiislamu, ila wale Waislamu wahovyo. Ni fakhri ya umma wa Kiislamu leo hii. Waliojitolea Falastini ni dhahiri ni kwamba Iran, Mashia Ithna Ashari wanaongoza katika kuutetea Uislamu, na fikra hii ya Mahdi bwana wanatembea nayo. Kwa unachukua ujumbe kwa kila mwenye kuuliza dola ya Kiislamu, wanaanza kufungukiwa kwamba hawa wana kiongozi wao wa kiruhu wa juu zaidi, na wamemtegemea huyo. Si rahisi, si mchezo. Dola ulimwengu mzima wamekuwekea vikwazo, masilaha na mameli wamekusogezea hapo karibu, silaha za ajabu ajabu, ikawa wewe hata hutikishiki sana, uko imara kabisa. Tena mwambia jaribu uone nitavokutengeza na mimi. Si masara. Kuna mahali watu wameegemea, kuna nguvu ambayo iko nje ya uwezo mwanadamu, wamemtegemea. Hao wamebeba ujumbe wa Imam Mahdi na jihad, kitu cha msingi kabisa. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kun liwaliyika Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arzaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.